Baby. No. Baby, yuke huko basi. Yuke huko. Baby. Someone umelala. Nimechoka. Masa? Nimekumisi amka basi, unataka siku zote umerudi. Nakumisi pia baby. Mimi pale mwanangu. Niache nipumzike kidogo. Hapana baby. Tumelala amka basi. Hey. Kama unalazimisha bwana. Mimi kama nimetafuta afu mimi hata sijisikii hamu tena ghafla tunaona kila kitu sina mudi tena. Yaani unajua una mudi ya nini? Yaani kwa sababu gani una mudi? Yaani siku zote hizo na maisha ya mimi mume wangu. Umeondoka umesafiri siku zote hizo umerudi hata una na mimi. Wewe ulikuwa na wanawake zako. Unaona chochote? Ngoja kwanza ili simu linaita hapa. Sio kwanza nimevaa suruali nguo nimechoka mwanangu. Yaani kwanza yani hata sielewi. Uelewi kitu gani? Kwa sababu unaondoka muda gani mpaka umerudi hivi sasa hivi? Mimi nakusubiri tu mtu mmoja. Unakuja sasa unaanza kuzingua. Sio mpuzi kwanza anipigia simu saa hizi, sio anipigia simu saa hizi. Alafu mimi baby yani nashangaa tu ghafla nimejikuta sina hata hamu yani. Kweli uniambia muda ule nilikuwa natamani tufanye kitu. Kweli unakusaje hamna mimi kweli? Au ulipotoka huko umetoka kwa mama yako na maana umekuwa hivyo? Baby hamna sio hivyo. Mimi sasa sijisikia yani sio najisikia. Sasa ujisikii kitu gani siku zote hizo ulikuwa unafanyia wapi? Ulikuwa unafanyia wapi siku zote hizo? Hamna sikufanya popote yani baby kufanya mimi naweza nikafanya kitu sidhani kama mimi naweza tu nikafanya ulizike yake. Ni bora lakini mzuri na uhitaji kwa unakuwa hivyo. Basi baby hata baadaye tutafanya tu. Basi kaniweke hata nani maji jikoni kanichemshia. Hiyo kazi. Ushakucha saizi unaona kuanza. Utajua mwenyewe mimi sikufanyia mko kabadilike mwenyewe. Usifanye hizo kazi. Wewe. Niache bwana. Halo. Halo. Sawa. Hey babe. Mambo. Nakusikia na mimi. Niko poa tu sijui wewe. Niko poa. Niambie.
Sasa nitakwambia nini zidi kumisi? Hata mimi nimekumisi pia. Sasa samahani. Ulikuja nyumbani leo? Hapana, sijaja. Kwani kuna nini? Kuna nini? Kwa sababu kuna kitu hapa cha ajabu nimekikuta, ndio maana nimekuuliza hivi. Kitu cha ajabu? Maana niliondoka asubuhi leo ulipokuwa umezila, nikaenda kazini, nilikuwa sijatandika kitanda. Na shangaa nimerudi hapa nakuta kitanda kimetandikwa, vitu vimepangwa vizuri. Vipi ulikuja? Hapana, mimi sijaja kwa leo. Acha basi. Haujaja nyumbani leo tangia asubuhi mpaka saa hizi. Hasa ni nani wewe atakuwa amekuja hapa? Acha kunitania basi. Maana najua funguo tunazo watu wawili, tu mimi na wewe. Ya serious. Kama mawara zako hao. Hapana, mimi siwezi kuwa na mwanamke mwingine bwana. Mimi mwanamke mwingine namtolea wapi? Mimi sijui, labda naona malaya zako. Trust me, hamna mwanamke mwingine, lakini cha ajabu unachoshangaa ni kwamba ni nani? Acha utani wako. Kama ulikuja nyumbani ukatandika kitanda then ukaondoka, ni bora tu niambie. Hamna, tangu tugombane mimi sijaja hapo kwako kabisa. Sasa ni nani ambaye ana uwezo wa kuja hapa kwangu akaingia pasipokuwa na funguo? Maana funguo tunazo watu wawili, tu mimi na wewe mpenzi wangu. Hakuna mtu mwingine. Mimi sina mwanamke mwingine ambaye nimempa funguo au kusema labda kuna mtu nimemwacha hapa nyumbani na kitanda kilikuwa kiko ovyo. Sasa unajua mimi nilivyokuwa mlalavi, lakini cha ajabu nashangaa nimekuja hapa nimekuta pamepangwa vizuri. Sikia, mimi najua tu utakuwa wewe unanitania. Ndio hivyo. Basi bwana, mimi nitakucheki tu baadaye. Nimechoka. Lakini hiyo tabia yako acha, kama kuna tabia umeanza hivyo kwa kunifanyia surprise. Bora tu unaniambia. Nakuja. Kwa heri. Nakuja sasa. Baadaye. Niambie wewe. Unajua mimi nimeshindwa kukuelewa. Simu yako unajua imenishangaza kiasi gani? Kwa nini? Kwa nini wananiambia eti nimekuja nyumbani kutandika? Mbona kitanda chenyewe kweli nakiona kimetandikwa? Mimi ndo maana nilikuwa naongea kwenye simu kwa sababu mimi sielewi, naona kama mke wangu ananichanganya. Kwa sababu mimi na wewe ndo tunafungua katika hii nyumba. Unanielewa? Na mara nyingi kama iko kimdoli sijui nini ambavyo nimevikuta. Mara nyingi yani ni wewe, hakuna mtu mwingine. Sasa najaribu kujiuliza ni nani kama Yaani wewe sema tu ukweli. Unafikiri mimi nitakupiga? Sio nitakuwa wewe niambie tu ukweli baby wangu. Kwamba funguo kweli nazo mimi na wewe. Funguo ya tatu iko wapi? Kama kuna mtu wako mwingine umempa ndio wewe alikuja kutandika. Mimi sijapenda. Yaani tukio mimi sijapenda. Yaani na useme tu ukweli. Yaani tafadhali. Unajua kuna muda mwingine unakuwa maigizo unayafahamu sana. Lakini nikwambie tu kama kuna kitu ambacho umeamua kunifanyia surprise, hiyo umeniweza. Lakini mimi sijaja huku leo. Tusigombane, unajua pangaji wengine kwa sababu wakasikia makelele. Acha wasikie. Si wanaona wadada wengine wanavyoleta huko ndani. Yaani sina nakwambia mami. Yaani kitu ambacho hapa cha kufanya mimi hata sijui nifanye nini kwa sababu kama kuna uwezekano utafanya nini? Ningekuwa na uwezekano hata kupata hela ningetafuta hata CCTV kamera ningefunga hapo nje. Ujifungia CCTV? Wewe unajua unayofanya. Kichwani kwako yapo. Hamna kitu ambacho ninachokifanya. Yaani wewe ndio uhakika kabisa alikuja kutandika huko ni mwanamke mwenzangu na funguo ndo mlimpa. Kwa sababu mimi sijaja. Wewe hujatandika. Aliyetandika ni nani? Kimejitandika basi chenyewe hichi. Sikiza ngombe mami. Mimi sitaki kuendelea kugombana nawe kwa sababu kichwa changu chenyewe sasa hivi kifanyi kazi. Na nilishakwambia tangia kwenye simu kwamba kuna yani hapa kuna sintofahamu. Kama sio wewe ni nani? Kwa sababu hamna mtu yoyote ambaye mimi nimempa ufunguo zaidi ya kwako.
hakuna mtu ambaye nimempa funguo na hakuna mwanamke yoyote ambaye nilikuwa naye mimi katika mahusiano zaidi ya wewe. Sasa ni mwanamke gani au ni mtu gani au sijui ni takataka ipi ambayo inaweza ikatoka huko ilikotoka ije ni ifungue ingie huko ndani ifanye 1 2 3? Hakuna. Na mimi nilikuwa najua ni wewe kabisa. Nitakusikiliza. Unavyojitetea utafikiri maskini huna hatia. Sikiza nikwambie mami, mambo ya kuendelea kubishana hapa, kama sio wewe, kama sio mimi sijui ni nani. Yaani cha msingi tu ni kuwa makini tu. Kwa sababu mpaka sasa hivi inawezekana hata kuna siku ulisahau labda funguo au ulisahau funguo nje, mtu kaiba, kachonga, ameamua kufanya mambo yake. Kwa hiyo achonge, aje atandike kitanda. Asibe kitu atandike kitanda babangu. Unafahamu mtoto sana Nisikilize mami. Tuachane na hizo mambo. Sababu mimi hapa yani kadri tunavyozidi kuongea ndo nazidi kuchanganyikiwa. Cha msingi tu tuangalie taratibu, tuangalie mambo mengine tunafanyaje, kama utalala leo au kama utajisikia kuondoka maana. Sasa kwa wangu nitana sijui nikitandika. Acha basi mambo yako mami. Sawa. Basi mami, hamna bwana. Mimi sielewi, afu na ukiondoka nikiendelea kubaki mwenyewe nitachanganyikiwa zaidi. Unajua ndo furaha yangu. Afu na mimi sipendi bana. Sisi umekuaje? Yaani kwa sababu umevisa furaha yako. Sijui hata umekuaje. Usijali. Leo wenyewe nitahakikisha kwamba hata mudi ikiondoka. Yaani tufanye kile kitu ambacho wewe mwenyewe unapenda. Trust me baby. Kweli niamini. Yaani hivyo. So basi mbona kwa kama una hasira hivyo. Acha basi tu akisirani. Sio bana. Acha na hivyo kwa na kibonge huko na sex utaninyonga nikipiga bariga moja hapa ni mazima hizo. Kwa kweli wewe nimkuta na demu wako huko. Hamna bwana yako kweli tena.